Habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, tuhabarishane yale ambayo yanajiri siku ya leo katika mitandao ya kijamii na katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania. Hatimaye Tundu Lissu azungumza sasa na kujibu baada ya hotuba ya Samia Suluhu Hassan bungeni iliyotoa pole kwa mauaji na waliofariki katika maandamano ya baada ya uchaguzi. Tundu Lissu leo akiwa gerezani alitembelewa na viongozi wa Chadema gerezani na akawapa ujumbe huu wa upeleke kwa Watanzania wote. Kabla ni kuonyesha ujumbe huu wake Tundu Lissu kutoka gerezani leo, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe. Hali ya sintofahamu ya kisiasa inaendelea kutanda nchini Tanzania kufuatia matamshi mapya yaliyotolewa na Joseph Mbilinyi maarufu kwa jina la Sugu, ambaye pia ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa. Akizungumza mara baada ya kumtembelea mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu katika gereza la Ukonga leo jijini Dar es Salaam, Sugu alisema kuwa mazungumzo yao na Tundu Lissu ndani ya gereza hilo yaligusa mambo ya ndani ya chama na maendeleo ya kisiasa ya kitaifa. Alisisitiza kuwa Tundu Lissu bado anajishughulisha sana na mapambano mapana ya haki hata kutoka ndani ya mipaka ya kizuizini. Kwa mujibu wa Sugu, Tundu Lissu alionyesha uwazi, ujasiri na hisia kubwa ya kuwajibika kwa mustakabali wa kidemokrasia wa Tanzania. Maoni haya yameongeza maslahi ya umma kwa hali ya Tundu Lissu na mwelekeo wa kisiasa ambao Chadema wanaweza kuchukua katika miezi ijayo. Katika taarifa yake hiyo, Sugu alitoa kauli moja ya kushangaza ama ujumbe mmoja mzito alioitoa kwa Tundu Lissu katika ziara hiyo. Tundu Lissu ameripotiwa kumwambia kuwa yuko tayari kuwa mtu wa mwisho kutoka gerezani hadi wafungwa wote wa kisiasa nchini waachiwe huru bila masharti na wote waliokamatwa na kufunguliwa kesi za uhaini waachiliwe huru. Tamko hili la kijasiri limekuza mjadala kote nchini sasa, huku wengi wakiuona kama ujumbe mzito wa mshikamano na ukaidi. Pia ilirejesha mjadala kuhusu kuwepo kwa wafungwa wa kisiasa nchini Tanzania, suala lililokuwa na upinzani mkubwa kati ya makundi ya upinzani na serikali. Uwepo na ushawishi wa Tundu Lissu bado ni kitovu cha siasa za Tanzania hata katika kifungo chake. Kesi yake inayoendelea ambayo ni pamoja na mashtaka ya uhaini iliyowasilishwa hivi majuzi mahakamani imevutia hisia za kimataifa na kuchochea uchunguzi wa hali ya juu kutoka kwa mashirika kutetea haki za binadamu. Tundu Lissu amekuwa akisisitiza mara kwa mara viongozi wenzake wa kisiasa kumtembelea, akisisitiza kwamba mwingiliano huo unatoa utambuzi wa hali ya sasa ya kisiasa na changamoto zinazowakabili wafuasi wa upinzani kote nchini. Kesi za kisheria zinazomkabili Tundu Lissu zimezidisha wito wa wanaharakati na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kutaka mageuzi ya kina katika mfumo wa utoaji haki nchini Tanzania. Viongozi wa upinzani wanahoji kuwa mashtaka yanawakilisha muundo mpana wa kutumia mfumo wa kisheria kukandamiza upinzani. Kwa miezi kadhaa, wasiwasi umetolewa kuhusu kupunguzwa kwa uhuru wa kisiasa, mikusanyiko ya watu iliyozuiliwa na kuzuiliwa kwa wakosoaji wa serikali wanaozungumza wazi. Hali ya Tundu Lissu wengi wanaamini inaashiria matatizo makubwa ya kimuundo ndani ya utawala wa Tanzania. Nafasi ya kisiasa ya Tanzania imeendelea kuwa tete kwa mwaka mzima, kukiwa na ripoti za kukamatwa kwa wanaharakati, viongozi wa vijana na wanachama wa mashirika ya kiraia. Waangalizi wanasema matukio haya yanaashiria kuongezekea kwa shinikizo kwa sauti za upinzani. Matamshi ya Sugu leo kutoka gerezani kwa Tundu Lissu yameongeza msukumo katika kilio kinachokuwa cha Watanzania na kusababisha madai mapya kwa serikali kushughulikia malalamishi kuhusu ushiriki wa kidemokrasia, uhuru wa kujieleza pia na haki ya kujipanga kisiasa. Hali ya sintofahamu kuhusu kesi ya Tundu Lissu sasa imekuja wakati Tanzania bado inakabiliana na misukosuko ya kisiasa ya maandamano ya awali na mivutano iliyoripotiwa mapema mwaka huu. Masuala kama vile madai ya nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi ya umma, ufuatiliaji unaoendelea wa uharakati mtandaoni na wasiwasi wa umma juu ya kupungua kwa nafasi za kiraia yameendelea kutawala mijadala ya kisiasa. Wasiwasi huu umechangia mtazamo wa pamoja kwamba nchi iko katika hatua muhimu ya mabadiliko. Katika ripoti za awali, wachambuzi wa masuala ya usalama walionya kuwa kuongezeka kwa watu kukamatwa kwa sababu za kisiasa kunaweza kuondoa imani ya umma kwa taasisi muhimu za serikali. Walibainisha kuwa mtazamo wote ule wa haki ya kuchagua unatishia kuongeza pengo kati ya wananchi na serikali yake. Kukamatwa kwa viongozi wakuu wa upinzani, hata hivyo,
akiwemo Tundu Lissu kumetafsiriwa na baadhi ya watu kama sehemu ya mwelekeo mpana wa kuzuia shughuli za kisiasa za ushindani kabla ya mizunguko ijayo ya kisiasa. Wakati huo huo, mvutano wa ndani ya upinzani pia umeonekana wakati viongozi wanajitahidi kukabiliana na mabadiliko ya haraka ya mazingira ya kisiasa, huku hivi majuzi tu baada ya maandamano viongozi takriban wengi sana wa Chadema walionekana kukamatwa na baadaye wakaweza kuachiliwa huru. Na baadhi ya wafuasi wa Chadema wanaona uimara huu wa Tundu Lissu kutoka gerezani kama hatua ya kukiunganisha chama cha Chadema, huku wengine wakihofia kuendelea kuwekwa kizuizini kwa viongozi wakuu kunaweza kudhoofisha mitambo yao ya kampeni za kitaifa, kunaweza kudhoofisha mipango yao ya kisiasa kitaifa. Hata hivyo, nguvu za kiishara za Tundu Lissu bado haziwezi kupingwa, huku wengi wakimchukulia kuwa nguzo kuu ya vuguvugu la demokrasia nchini. Waangalizi wa kimataifa vilevile wanaendelea kuiangalia Tanzania kwa karibu sana, wakizitaka mamlaka kuhakikisha uwazi katika mchakato wa kisheria na kuzingatia ahadi za uhuru wa kiraia. Hali imekuwa ngumu zaidi kutokana na masuala mapana ya kitaifa yaliyoangaziwa katika ripoti zilizopita, kama vile uchunguzi wa hotuba za bunge la Rais Samia Suluhu Hassan, ukosoaji kutoka kwa wanaharakati kama Mange Kimambi na mjadala unaoendelea kuhusu mitazamo ya kimataifa kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania. Matukio haya yote yamechangia hali ya mvutano mkubwa, huku wananchi wakiwa hawana uhakika wa awamu inayofuata ya ushiriki wa kisiasa itakuwaje, huku wafuasi wa upinzani wakiendelea kuhamasishana. Wito wa kuachiliwa kwa wafungwa wote wa kisiasa umeongezeka. Mashirika ya kiraia yanahoji kuwa upatanisho na udhabiti wa kisiasa haviwezi kupatikana wakati viongozi wakuu wakisalia gerezani chini ya mashtaka yenye utata. Wanaonya kuwa kupuuza malalamishi haya kunaweza kuzidisha migawanyiko iliyopo na kuchochea machafuko zaidi. Kuitikia kwa umma kwa matamshi ya Sugu kumefichua masikitiko makubwa miongoni mwa Watanzania wanaohisi kuwa michakato ya kidemokrasia imebanwa. Wengi wanaona kauli ya Tundu Lissu leo gerezani kuhusu kubaki gerezani hadi wafungwa wenzake wote waachiliwe huru baada tu ya hotuba ya Samia Suluhu jana bungeni umechukuliwa kama ni msimamo wa kimaadili na changamoto kwa mamlaka. Majukwaa ya kimtandaoni yamekuwa yakijaa mijadala leo, ikionyesha kiwango ambacho mwamko wa kisiasa wa taifa unaongezeka. Wakati huo wataalamu wa sheria wanasema matokeo ya kesi ya Lissu yanaweza kuweka historia muhimu kwa kesi za kisiasa zijazo. Usikilizaji wa haki, wanahoji, ungesaidia kurejesha imani katika mahakama. Kinyume chake, uamuzi wenye utata unaweza kuharibu kwa kiasi kikubwa hadhi ya kimataifa ya Tanzania na kuzidisha ukosefu wa utulivu wa ndani. Kwa sasa macho ya taifa yamebaki kwenye gereza la Ukonga na taratibu za kisheria zinazoendelea, huku azma ya Tundu Lissu ikiwa imara kuliko wakati mwingine wowote na kauli za Sugu zikiongeza uharaka katika mazungumzo. Tanzania sasa inakabiliwa na wakati mgumu. Maendeleo yanayofuata yataamua sio tu mustakabali wa mwanasiasa mashuhuri, bali pia mwelekeo mpana wa utawala wa kidemokrasia nchini. Nijuze maoni yako, alafu bonyeza alama ya like na neno subscribe chini ya video hii. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.